Karibu ndugu, dada, rafiki, mtazamaji wa channel ya IMS Tanzanian Western Field, na kukaribisha tena katika kipindi kingine kifupi cha kukumbushana na kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Gabriel Atanas Temanya. Unapata masomo haya moja kwa moja kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato na Matengenezo IMS International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement field ya magharibi mwa Tanzania. Leo tutakuwa na somo moja fupi kuhusiana na unabii wa taifa la Marekani, yani Marekani katika unabii. Marekani ni taifa lenye nguvu duniani sasa kuliko taifa lingine lolote, yani ni superpower kwa wakati huu. Na hili linakuja si kwa sababu tu fulani ametaka, ama kwa sababu ya ujanja wa Marekani, ama kwa sababu fulani ambazo si za msingi, bali ni kwa sababu neno la Mungu lilitabiri jambo hili litatokea. Na ni muhimu sana mambo haya ambayo yameainishwa katika unabii tutambue yana umuhimu gani sisi kuyatambua katika kipindi hiki. Katika wakati wa zamani, Waisraeli wa zamani, wakati wakiwa taifa teule la Mungu, Mungu aliwaambia amemchagua mfalme Nebukadreza na amemwezesha, amempa uwezo mfalme Nebukadreza, na kwamba Waisraeli hawa walitakiwa wajisalimishe chini ya mfalme Nebukadreza. Na kitu hiki kilikuja kupitia, ama ujumbe huu ulikuja kupitia nabii Yeremia. Nabii Yeremia aliwaambia Waisraeli kwamba Mungu amempa uwezo mfalme Nebukadreza wa Babeli kuwatawala Waisraeli, kuwaweka chini mataifa yote ya dunia, na atakuwa mfalme juu ya dunia hii. Kupitia nabii Yeremia, unabii wa Mungu ulisema, na mataifa yote watamtumikia yeye na mwanawe na mwana wa mwanawe, hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe, ndipo mataifa mengi na wafalme na wakuu watamtumikisha yeye. Na itakuwa taifa lile na mfalme yule asiyetaka kumtumikia Nebukadreza, huyo mfalme wa Babeli, na kutia shingo zao katika nila ya mfalme wa Babeli, mimi nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, asema Bwana, hata nitakapokuwa nimewaangamiza kwa mkono wake. Katika kitabu cha Yeremia 27 mstari wa 7 na wa 8. Waisraeli waliambiwa, Waisraeli kumbuka walikuwa ni taifa la Mungu teule, lakini wanaambiwa sasa ni taifa lingine limechaguliwa kuwa na nguvu juu yao, na wao walipaswa kuwa watumwa. Waliambiwa wajisalimishe, atakachowaambia mfalme Nebukadreza wa Babeli wakubali, maana Mungu ndiye aliyempa uwezo. Jambo hili lilikuwa kama surprise kwao, wanashindwa kuelewa kwa nini. Yaani Mungu yani jambo hili litokee, mfalme wa kipagani atutawale sisi, wakati sisi tunatakiwa tujitawale kama taifa la Mungu. Ilikuwa ni kama jambo la kushangaza kwao, lakini Mungu ndiye aliyesema. Mungu ndiye aliyekuwa amempa uwezo mfalme Nebukadreza. Si kwa ujanja ama kwa uwezo binafsi wa mfalme Nebukadreza aliweza kuwateka Waisraeli, kuwafanya mateka na mataifa mengine yote kuyaweka chini ya utawala wake, bali ni kwa sababu Mungu alikuwa amempa uwezo. Kwa hiyo Mungu akisema jambo, akisema kwamba taifa fulani liwe na uwezo, analipa uwezo wa kutawala wengine. Hao wengine hata wakipinga, hata wakibisha, hatimaye tu watashindwa, maana Mungu ndiye amenena jambo hilo. Ndivyo ilivyo ambavyo hata sasa taifa la Marekani ni superpower. Taifa la Marekani ni taifa lenye nguvu kuliko taifa lolote duniani kwa sasa. Kwa sababu gani? Si kwa ujanja wa Marekani, bali ni kwa sababu Mungu ameruhusu iwe hivyo, na hakuna mtu yeyote anayeweza kupingana na unabii huu, maana neno la unabii ambalo ni la uhakika ndiyo limesema. Maandiko yanasema hivi,
Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kutoka kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 11 hadi wa 12. Sikiliza ndugu mtazamaji. Taifa la Marekani liliinuka kama taifa lenye nguvu duniani baada ya ufalme wa upapa, baada ya utawala wa Warumi chini ya upapa ambao uliitawala dunia kwa kama taifa lenye nguvu kwa zaidi ya karne 12. Urumi uliitawala dunia kwa zaidi ya karne 12. Na baada ya Urumi kupunguzwa nguvu, baada ya Urumi ambao ni upapa kupunguzwa nguvu, taifa la Marekani liliinuka kuwa superpower, kuwa taifa lingine lenye nguvu duniani ambalo lingeweza kuwa na nguvu kuliko mataifa mengine yote duniani. Hili ni neno la Mungu, neno la unabii lilitabiri. Tukio la kupungukiwa kwa nguvu ya upapa, yaani tukio la upapa kupungukiwa nguvu na Marekani kuinuka, lilitajwa kama jeraha la mauti katika unabii. Neno la Mungu lilitabiri likasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Ufunuo 13 mstari wa 3. Mnyama anayetajwa hapa katika Ufunuo 13 mstari wa kwanza na kuendelea pale mpaka kufika ule wa 3 ndio ufalme wa Rumi, yani upapa ambao uliitawala dunia kwa muda mrefu sana, lakini baadaye ufalme huo ulipata pigo la mauti. Na ulipata pigo la mauti. Pigo lile la mauti ndio kupunguzwa nguvu mwaka ule wa 1798. Napoleoni alimtuma jenerali wake kwenda Vatican, akaenda kumteka papa na akampeleka utumwani ama akampeleka kifungoni kule Ufaransa, na alifia kule Ufaransa mwaka 1799. Kwa hiyo kitendo hicho cha upapa kupinduliwa, yani kupinduliwa kutoka kwenye kuwa nguvu, kutoka kwenye kuwa mamlaka yenye nguvu duniani, kitendo hicho cha kupinduliwa kilitajwa kwenye unabii kama jeraha la mauti. Sasa unabii unaeleza kwamba mnyama mwingine angeinuka baada ya hili jeraha la mauti. Mnyama mwingine angeinuka ambaye ndiye Marekani sasa anayetabiriwa. Katika mstari wa 11 na wa 12 wa kitabu cha Ufunuo ndio tunaona kwamba akainuka mnyama mwingine mwenye pembe mbili ambaye alikuwa mfano wa mwana kondoo, lakini akanena kama joka. Lakini anatumia uwezo, sikiliza vizuri hapa, anatumia uwezo wote wa yule mnyama wa kwanza mbele yake. Mnyama wa kwanza mbele yake ni nani? Ndio ufalme wa Warumi chini ya upapa. Mnyama katika unabii anawakilisha ufalme. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 17 utaona hapo kwamba mnyama maana yake ni ufalme. Kwa hiyo mnyama huyu anayetajwa katika Ufunuo 13 mstari wa 11 ambaye anatumia uwezo wote wa mnyama wa kwanza, ndio Marekani inatumia uwezo wote wa mnyama aliyetangulia mbele yake ambaye alitiwa jeraha la mauti. Sikiliza mstari wa 12 anasema, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Sikiliza, hapa tunaona ushirika. Tunakutana na superpower iliyokuwepo mwanzoni ya upapa ikapunguzwa nguvu
kwa kupata pigo la jeraha la mauti, inainuka superpower nyingine ambayo ndio Marekani. Lakini hii Marekani haifanyi kazi kwa kujitegemea, inafanya kazi kwa kushirikiana na hii superpower iliyopunguzwa nguvu, yani upapa. Kwa hiyo superpower hii ya Marekani ilitabiriwa itainuka, lakini itashirikiana kwa karibu sana na hii superpower iliyoanguka ama iliyopunguzwa nguvu ya upapa. Marekani sasa inatumia nguvu zote za Rumi au za upapa kuitawala dunia ama kuiweka dunia chini yake. Kama ambavyo upapa ulitawala dunia na kuwaweka wafalme wote chini yake, ndivyo ambavyo Marekani inafanyika kwa mfumo ule ule. Unabii wa Biblia ulitaja juu ya falme 4 ambazo zingeitawala dunia. Katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 17 utaona hapo kwamba falme 4 ambazo zilifananishwa na wanyama zingeitawala dunia hii. Mnyama wa kwanza aliwakilishwa na simba, mnyama wa pili ni dubu, wa tatu alikuwa chui, wa nne alikuwa mnyama wa kutisha ambaye hafanani na chochote. Kwa hiyo katika wanyama hawa walikuwa na maana zake. Wanyama hawa kwanza waliwakilisha falme, kama nilivyotangulia kusema, wanyama hao waliwakilisha falme ambazo zingeitawala dunia. Danieli 7 mstari wa 17. Kwa hiyo mnyama simba aliwakilisha ufalme wa Babeli ambao uliwahi kuitawala dunia, ambao kupitia huo ndio Waisraeli waliwekwa chini. Mfalme Nebukadreza akiwa mfalme wa Babeli aliweka chini falme nyingi sana chini yake. Ufalme wa pili ulikuwa wa Medi na Wajemi ambao uliwakilishwa na mnyama dubu. Ufalme wa tatu ulikuwa ni wa Wayunani ambao walitawala pia dunia. Lakini ufalme wa 4 ambao ulifananishwa na mnyama ambaye yani hana aina, hafananishi na mnyama yoyote, alikuwa mnyama wa kutisha na miguu ya chuma na meno ya chuma. Huo ufalme uliwakilisha ufalme wa Rumi. Na ufalme huu wa Rumi ndio utaitawala dunia mpaka mwisho. Utaitawala dunia mpaka mwisho Yesu atakapokuja kuleta ufalme wake. Sikiliza ndugu mtazamaji, wakati Waisraeli wanaambiwa wajisalimishe kwa mfalme Nebukadreza, mfalme wa Babeli ambaye Mungu alikuwa amempa uwezo wa kuitawala dunia, walikataa, walipinga, wakabisha, wakasema tunawezaje kujisalimisha mbele ya mfalme huyu? Wakakataa. Lakini pia zaidi ya hapo, manabii waliibuka ndani ya Israeli ambao walianza kutabiri kwamba mfalme wa Babeli hawezi kuishinda Israeli, hawezi akashindana na Israeli, atashindwa tu, maana Israeli ni taifa la Mungu. Walikuwa wanajifariji kwa maneno kama hayo. Manabii wengi walikuwa wakija na unabii wa uongo, wakiwatabiria wafalme wa Israeli kwamba ufalme huu hautaanguka, maana ni ufalme wa Mungu. Lakini kupitia nabii wa kweli Yeremia, Mungu alinena na Waisraeli na wafalme wa Israeli akiwaambia kwamba wajisalimishe kwa mfalme Nebukadreza, maana amempa uwezo, wajisalimishe na atakachowaambia wafanye. Sasa tutaona mfanano wa yale matukio yaliyotokea kipindi kile na matukio ambayo yanatokea sasa. Kupitia nabii Yeremia, Mungu alisema, lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanaowaambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanawatabiria uongo ili kuwatoa ninyi mbali na nchi yenu, niwafukuze mkaangamie. Wala msisikilize maneno ya manabii wawaambiao ninyi ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanawatabiria uongo. Kwa maana mimi sikuwatuma, asema Bwana, bali wanatabiri uongo kwa jina langu, nipate kuwatoeni nje mkaangamie ninyi na manabii hao wanaowatabiria. Pia nalisema na makuhani na watu wote nikisema, Bwana asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wenu wanaowatabiria wakisema, tazameni vyombo vya nyumba ya Bwana baada ya muda kidogo vitaletwa tena toka Babeli, maana wanawatabiria uongo. Msiwasikilize, mtumikieni mfalme wa Babeli mkaishi, kwani mji huu kufanywa ukiwa. Kitabu cha
Yeremia 27 mstari wa 9 hadi wa 10, mstari wa 14 hadi wa 17. Yeremia nabii wa Mungu aliwaambia Waisraeli wajisalimishe kwa mfalme Nebukadreza, maana wangekaza shingo zao wasijisalimishe kwake, wangeangamizwa vibaya sana, wangefanywa vibaya kuliko ile hali ambayo wangejisalimisha kwa hiari, wangekaa salama. Hata sasa duniani raia wengi wa kawaida, lakini na watawala wa dunia wana mawazo kama hayo. Hufikiri kwamba wanaweza wakashindana na Marekani wakashinda. Ni mawazo yale yale ambayo Waisraeli walikuwa nayo, kwamba mfalme Nebukadreza hawezi akawashinda. Mfano rahisi, rais wa Venezuela huyu Nicolas Maduro ambaye amechukuliwa na jeshi la Marekani hapo juzi, ni kwamba kuna nabii mmoja alienda kumuombea na akamtabiria kwamba atashinda dhidi ya vita hii, yeye na Marekani atashinda. Lakini unabii huo umefeli ama umekuwa wa uongo kwa 100%, kwa sababu Maduro ameshindwa hiyo vita. Kwa nini? Neno la unabii la Biblia lilisema Marekani ni superpower ya dunia. Kwa hiyo yeyote anayejaribu kushindana nayo hawezi akashinda, maana Mungu ameruhusu Marekani iwe superpower ama taifa lenye nguvu zaidi duniani, na mapenzi ya Mungu yanatimizwa kupitia unabii huo ama kupitia historia hii ya taifa la Marekani na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo neno la Mungu likisema, mwanadamu hawezi akapinga, mwanadamu hawezi akabadilisha chochote. Unabii kama ulivyotabiri lazima tu utatimia kama ulivyotabiri. Sasa kuna kitu cha muhimu sana cha kuzingatia tunapojifunza historia ya dunia hii na tawala zake na unabii wa historia ya dunia hii mpaka mwisho wake. Kuna kitu cha msingi sana cha muhimu cha kuzingatia tunapoishi katika historia ya ulimwengu huu, hasa wakati huu wa mwisho. Wakati Marekani ikiyashinda mataifa mengine na ikiyatawala mataifa mengine katika nyanja mbalimbali za maisha, ziwe za kiuchumi, za kisiasa, nyanja za kijeshi, nyanja za kiintelijensia, sijui na nyanja mbalimbali za maisha, yani mifumo hiyo yote ama nyanja zote hizo zinatumika kuyatawala mataifa mengine. Kuna suala moja, nyanja moja ambayo inatafutwa, nyanja ya kidini, kuitawala dunia kidini. Hicho ndicho kinatafutwa, na ndio vita ambayo Shetani anataka kutumia superpower hiyo hiyo ambayo kwa mapenzi ya Mungu imeruhusiwa itawale dunia. Kupitia superpower hiyo hiyo Shetani atataka kutimiza mapenzi yake. Maana vita ya Shetani sio kukutawala wewe tu kiuchumi, yaishie hapo. Sio kuitawala dunia, kukutawala wewe tu sijui kiintelijensia, kijeshi. Hayo ni mambo ya kimwili. Anataka kukushinda wewe kiroho. Vita inayotafutwa ni ya kiroho, ni ya kidini. Huko ndiko tunakoelekea. Wakati Marekani ikiyashinda mataifa mengine katika nyanja mbalimbali, itaenda pia kuyashinda na kuyatawala kidini, kwa sheria za kidini. Hapo ndipo tutaona na tutakutana na ushirikiano wa taifa la Marekani na Vatican. Taifa la Marekani na upapa itashirikiana katika kuitawala dunia katika nyanja mbalimbali, lakini nyanja inayotafutwa ni kuitawala dunia kidini. Katika swala hili la kuitawala dunia kidini, Vatikani ama upapa ndio atakuwa nahodha. Lakini pia hata katika wakati huu Vatikani ni nahodha asiyeonekana katika mambo mengi sana. Marekani, unaona mambo mengi ambayo anayafanya Marekani, lakini nahodha asiyeonekana wa mambo mengi ni upapa au kanisa Katoliki duniani la Roma. Kuhusiana na kuitawala dunia kidini, ilitabiriwa kwamba katika kitabu cha Ufunuo 13:15 nasema, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sikiliza, kuna neno hapa yani huyu mnyama
atawafanya watu wote wasioisujudu. Kusujudia ni swala la ibada, kusujudia ni swala la utii. Hivyo dunia na wakazi wote wa dunia watashurutishwa kupitia nguvu ya taifa hili la Marekani kufuata sheria fulani za kidini, kama ambavyo leo mataifa mbalimbali yanashurutishwa kufuata sheria mbalimbali za kiuchumi, za kiintelijensia, za kisiasa. Ndivyo ambavyo mataifa yatashurutishwa kutii na kupitisha sheria za kidini kwa watu wote ulimwenguni. Unabii huu utatimia, maana neno la Mungu limesema. Kama ambavyo utawala wa Babeli ulishurutisha watu kuisujudia sanamu ile ambayo aliifanya mfalme akaisimamisha katika uwanda wa Dura, ndivyo ambavyo dunia yote kupitia hii superpower ikishirikiana na Vatican ama upapa itashurutisha dunia nzima kutii sheria fulani za kidini. Sheria hizo za kidini ni sheria za kidini ama za dini ya Rumi. Hizo ndizo zitaitawala dunia. Zingatia kwamba utawala wa Rumi ndio umetabiriwa kuitawala dunia, utawala wa 4 ambao umetabiriwa kuitawala dunia mpaka mwisho Yesu atakapokuja. Kwa hiyo utaitawala dunia kisiasa, yani katika nyanja zote mpaka zile za kidini. Historia inatuambia kwamba upapa umewahi kuitawala dunia kidini katika zama za kati. Hapo ndipo upapa ulikuwa katika kilele cha mamlaka ya kisiasa na kidini duniani. Mataifa yote kulikuwa na mahakama za kidini ambazo ni za kanisa la Roma zilianzishwa, lakini pia mambo mbalimbali yaliamuliwa, mambo ya kidini yaliamuliwa na kanisa la Rumi, na watu wote walilazimika kutii sheria za kanisa la Rumi kwa sababu nguvu ya serikali pia iko mikononi mwa Rumi. Ndiko ambako tunaelekea. Kama ambavyo leo taifa la Marekani linashurutisha mataifa mengine kufuata mfumo fulani wa kisiasa, mfumo fulani wa kiuchumi, kwa sababu mifumo hiyo imeshikiliwa na taifa hilo, ndivyo ambavyo mifumo hiyo itatumika kupelekea mataifa yote kufuata sheria za kidini ambazo zitashurutishwa na superpower Marekani ikishirikiana na mamlaka ya upapa. Wengi wanaposikia swala hili huwa wanajiuliza, hivi inawezekanaje? Inawezekanaje swala hili? Wanasema tena haiwezekani. Kwa mfano leo wapo wengi wachambuzi wa mambo ya kisiasa ambao wanasema huwezi ukamtegemea tu Marekani kwani ni kitu gani? Naweza nikamtegemea China, nikategemea Urusi, nikategemea nini na maisha yakasonga. Iko hivi, ni sawa na Waisraeli ambao walitegemea Waashuru watawaokoa. Walitegemea Misri itawaokoa, lakini pia walitegemea mataifa mengine kwamba yatawasaidia kupigana dhidi ya mfalme wa Babeli. Lakini kilichotokea ni kwamba mataifa yale sijui ya Ashuru, Misri, Filisti na wengine walipigwa vibaya sana na mfalme Nebukadreza, wakawekwa chini. Kwa hiyo Waisraeli wakabaki hewani, hawana msaidizi. Ndivyo ambavyo hata leo mbele ya Vatican na Marekani, hayo ndio mataifa ambayo yanashikilia mifumo mingi ya kiuchumi. Hao ambao unaweza ukasema kwamba sijui China, Urusi, wapi, ukasema unawategemea, wao wenyewe wako chini ya misingi ya kiuchumi ya Vatican na Marekani. Kwa hiyo hawawezi kukusaidia. Huu ni ujumbe ambao watawala wa dunia wakifahamu na unabii huu wakiufahamu, basi watajua namna ya kutenda katika wakati huu tunaoishi. Kwa hiyo kuna wengi ambao wanashindwa kuelewa, wanaona jambo hili kama haliwezekani, kwamba haitawezekana kwamba dunia hii itawaliwe kidini. Kama mambo ya kiuchumi yamewezekana dunia yote kuishurutisha kiuchumi
kufuata mifumo ya Marekani inavyotaka imewezekana. Mifumo mbalimbali imewezekana. Je, kuhusiana na dini jambo gani ambalo litashindikana? Haitashindikana kwa sababu neno la Mungu limesema. Mifumo ya kibiashara, mifumo ya fedha iko chini ya Vatican na Marekani. Na hiyo ndiyo nguzo ama kitu ambacho kinategemewa na mataifa yote duniani. Kwa hiyo mifumo hiyo ndiyo itatumika kuishinikiza dunia kukubaliana na sheria za kidini pia. Kwa mfano, imeandikwa, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri na maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Ufunuo 13 mstari wa 16 hadi 17. Katika fungu hili tunaona kwamba kuna swala la uchumi ambalo litatumika kuwalazimisha watu wafuate sheria za kidini ama wamsujudie mnyama. Kwanza hawatauza wala kufanya nini? Kununua, isipokuwa wana ile chapa ya mnyama. Sikiliza, mnyama anayezungumziwa hapo ndio upapa. Huo ndio unashikilia mifumo mingi ya ulimwengu huu ya kibiashara. Leo utaona nchi mbalimbali, utaona nchi nyingi ambazo zinawekewa vikwazo. Nchi kama Irani, nchi ambazo zinabishia Marekani na Ulaya, zinawekewa vikwazo vya kibiashara. Na vikwazo vile vinawafanya mwisho wa siku wanaenda wanasalimu amri, kwa sababu hawawezi kuuza wala kununua. Maisha yanakuwa magumu kwa raia wao. Mwisho wa siku kunakuwa na machafuko kwenye nchi zao. Mwisho nchi zao hazitawaliki. Zikiwashinda basi zinakuwa chini ya Marekani na Vatican. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitawezekana kwa urahisi sana kuifanya dunia hii na watawala wote wakubaliane na sheria za kidini za Rumi, kwa sababu mifumo ya maisha ndiyo itatumika kuwalazimisha. Je, utakubali? Mtawala atakubali afe njaa, watu wake wafe njaa kwa sababu wamekataa sheria za Marekani, sheria za upapa? Hakuna ambaye anatoboa mbele ya njaa. Njaa anayeweza kuivumilia tu ni mtu wa Mungu ambaye ana nguvu za kiroho. Lakini hizi nguvu za kimwili tu, za mabavu tu, kushindana hivi kimwili, haziwezi kushinda mbele ya njaa. Kwa hiyo mataifa utaona hata leo ambao yanawekewa vikwazo mbalimbali yanashindwa kuendelea, yanakutana na changamoto mbalimbali, mwisho wa siku yanasalimu amri. Ndivyo ambavyo vikwazo vitahusika katika kuifanya dunia ikubaliane na sheria za kidini. Watu wote wakubaliane na dini ya Rumi kwa kushirikia kwa mkono wa Marekani. Kama ulikuwa ujui namna gani upapa una nguvu kubwa sana duniani, kuna mifano kadhaa tu ambayo unaweza ukaitumia. Kuna kitu kinaitwa Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Kitu hicho ni project ama mradi wa kuineemesha dunia. Ni mradi wa kuboresha dunia kimazingira, kiuchumi, kisiasa, kuifanya dunia iwe mahali pazuri ambapo maisha yanapatikana kwa uzuri. Mradi huo ulibuniwa na upapa. Hasa aliye promoti sana huu mradi ni Papa Francis aliyefariki. Kupitia waraka wake aliyouandika Papa Francis wa Laudato Si. Ukiusoma, andika tu hata mtandaoni, ingia, andika Laudato Si document ama PDF, utadownload usome mwenyewe.
mradi ambao unahusu zaidi namna ya kufanya ili kutunza mazingira, kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni mradi ambao aliubuni halafu akaupeleka katika bunge la Marekani mwaka 2015 na bunge la Marekani likaupitisha kama mswada, likapitisha kwamba huu ni mswada mzuri, na mswada huo unatekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo mataifa yote ambayo yako kwenye Umoja wa Mataifa yako katika kutekeleza mradi huu wa Sustainable Development Goals, upandaji miti, sijui viwanda kudhibitiwa na mambo mengine kama hayo. Sikiliza, hiki kitu kimetoka kwa Papa, lakini kinatekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa. Utaona ni upapa una nguvu ya kawaida? Hamna, sio nguvu ya kawaida. Ni nguvu ambayo ni Mungu pekee anayeweza kuruhusu kitu kama hicho, lakini sio ujanja wa mtu, sio ujanja wa utawala fulani. Kwa hiyo mpaka sasa vyuoni, mashuleni watu wanasoma Sustainable Development Goals. Ni topic kabisa ambayo inasoma. Watu wanasoma goals hizo ambazo zitatimia ama zinatakiwa ziwe zimetimia mwaka 2030. Nani ambaye amefanya mpaka mitaala ya mashuleni inaingiziwa hicho kitu? Ni Papa. Kwa hiyo Papa sio mtu wa kawaida, bali ni mtu mwenye nguvu kubwa, kama ambavyo unabii ulitabiri kwamba Rumi itaitawala dunia. Rumi inayoitawala dunia mpaka sasa ni upapa. Marekani ni kama agent ambaye anatangulizwa mbele. Huyo ndio ana nguvu, amekabidhiwa upanga, anatekeleza mambo, akitumwa jambo anaenda kulitekeleza. Kwa hiyo mifumo ya kiuchumi inaamuliwa na Vatican na Marekani. Kwa hiyo mataifa mengi hayawezi kuwa na nguvu ya kushindana na Marekani kwa sababu ni taifa lenye nguvu ambalo limetabiriwa. Kwa hiyo kwa namna yoyote hakuna ushindi wa kulishinda kwa nguvu tu za kimwili. Kwa mfano mpaka sasa kuna mataifa mengi hayo ambayo yanabishana na Marekani, China, Urusi, sijui Irani, wapi, yanatoa kodi kwa uchafuzi wa hali ya hewa kwa sababu ya vile viwanda vinachafua hali ya hewa na tabia nchi inabadilika. Kwa hiyo kwa sababu ya azimio hili la Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa za viwanda na nini na Sustainable Development Goals, mataifa yanatoa kodi. Hao ambao wanabishana na Marekani wanatoa kodi za kuchafua hali ya hewa, kuchafua anga. Kodi hizo wamezikubali kutoka wapi? Kutoka Vatican. Kwa hiyo ni kwamba ni kitu ambacho kilitabiriwa kufanyika kitatimia tu kwa sababu ni Mungu alisema. Kwa hiyo Marekani ni superpower ambayo ipo kwa mujibu wa neno la Mungu, si kwa sababu ya ujanja. Wengi wanapinga hili kwa sababu wanaona kana kwamba kwa sababu ya ujanja fulani wa Marekani basi ndio anaweza akazidiwa ujanja pia na taifa lingine. Sio ujanja tu. Kama ambavyo Mfalme Nebukadreza alipewa nguvu na Mungu, ndivyo ambavyo Mungu ameruhusu kwa taifa hili la Marekani. Na mapenzi ya Mungu yanatimizwa kupitia taifa hilo. Japo bado upinzani wa mataifa mbalimbali kama China, Urusi, Irani kama nilivyosema na mataifa mengine mbalimbali, upinzani upo, lakini upinzani ule sio wa kupata ushindi mbele ya Vatican na Marekani. Haiwezekani kupata ushindi. Ni upinzani ambao kidogo kidogo hatimaye utatoweka kabisa, kwa sababu dunia inakoelekea inaenda kuungana kuwa kitu kimoja, na hilo neno lilitabiriwa kuwa kitu kimoja, kuwa chini ya hawa wawili, Vatican na Marekani, na dunia yote itaongozwa kwa sheria za kiuchumi ambazo zipo sasa za nyanja mbalimbali na hasa za kidini. Dunia yote itakubaliana tu. Upinzani pekee ambao utabaki kuwa mshindi ni wa watu wa Mungu washikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu.
hao ndio washindi wapinzani wasioshindwa katika dunia hii. Wao wanapigana vita si ya kimwili bali ni ya kiroho. Hao ndio watakuwa wapinzani wa mwisho ambao wataishinda hii dunia. Lakini hakutakuwa na ushindi kwa taifa lolote, kwa mtu yeyote, kwa kutumia bunduki, sijui intelijensia, kupitia uchumi. Hakutakuwa na ushindi huo, bali ushindi utakaopatikana ni kwa wale wanaomwamini Yesu na kuzishika amri za Mungu peke yake. Katika kitabu hili limetabiriwa ama limeoneshwa katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17 na Ufunuo 14 mstari wa 12 kwamba watakatifu wa Mungu wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, hao ndio watashinda hii vita. Hasa vita gani? Hii ambayo ni ya kidini, ambayo ni ya kulazimisha watu kutii sheria potofu za dini ya Rumi na ya kipagani. Watakatifu wa Mungu ndio watashinda pekee, maana hao hawatashindwa kwa sababu ya vikwazo vya kiuchumi, kwa sababu vya vikwazo vya kijamii, sijui kwa sababu ya vikwazo vya nini. Hawatashindwa kwa sababu Mungu pekee ndiye atakuwa mtetezi wao. Mungu aliyeruhusu Vatican na Marekani iwe superpower ndiye ambaye atawapigania hawa, maana neno limesema itakuwa hivyo. Ni kweli kwamba watu wa Mungu watapitia shida mbalimbali kwa sababu ya vikwazo hivyo, kwa sababu wamekataa kutii sheria, na hata kuuawa watauawa, lakini watashinda. Ushindi ni wa kwao, maana hata maandiko yamesema hata kama watauawa, maandiko yanasema kifo kwa mteule ama kwa mwenye haki ni faida, lakini ni hasara kubwa kwa mtu asiye haki. Kwa hiyo mtu atakaye kufa nje na haki, akipambana na Vatican, akipambana na Marekani, anapambana nayo nje na haki ya Mungu, huyo atapata hasara ya kupoteza uzima wa milele. Lakini waaminifu wa Mungu watashindana katika shindano lile kuu linalokuja la sheria za kidini ambazo ni potofu, na atakayeshinda pekee ni yule anayemtumaini Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo 13:8 nasema, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sikiliza ndugu mtazamaji, ni kwamba neno la Mungu limesema watu wote watamsujudu mnyama, yaani wataitii Marekani na wataitii Vatican na wataitii upapa, watautii upapa wote, isipokuwa tu wale ambao majina yao yapo katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Sasa mashindano ya watu wa Mungu, shindano la watu wa Mungu sasa ni kuhakikisha majina yao yako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, yaani kujisalimisha, kumwamini Yesu na kujisalimisha kwake, ili jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Huo ndio ushindi dhidi ya mnyama na sanamu yake, dhidi ya Vatican na Marekani. Huo ndio ushindi wa uhakika. Wito wa Mungu kwa watu wote ni huu. Anawaita wamwamini Yesu ambaye alimtuma ili aje atuokoe. Wajisalimishe, kila mtu ajisalimishe kwake ili apate kuvikwa haki ile ambayo itamuokoa katika mapito yote ya dunia hii. Unabii huu ni wa hakika na utatimia kama ulivyo. Wote wasiojisalimisha kwa Yesu watajisalimisha na watashindwa katika majaribu, watashindwa.
katika jaribu lile la mwisho linalokuja la kushurutisha dunia kuisujudia dini ya uongo. Kwa ufafanuzi zaidi jipatie kitabu hiki ambacho kinaonekana hapa kwa jina la Chapa ya Mnyama. Hiki kitabu kina ufafanuzi muhimu sana juu ya ufalme wa Rumi ama upapa na taifa la Marekani, jinsi ambavyo tawala hizi mbili zitatimiza unabii wa wakati huu wa mwisho. Lengo kuu letu si kujifunza tu hizi tawala kama historia ama nadharia tu ya kiakili, bali itusaidie kuona jambo la msingi katika haya yote ni lipi. Katika haya yote shetani mwenyewe anataka kuwashinda wanadamu kiroho, sio tu kiuchumi. Tumeona hapo vita inakoelekea ni kuwa vita ya kiroho juu ya ibada. Shetani ndiko anakoelekea. Anapoyashinda mataifa mengi kiuchumi, kinini, anaelekea kuyashinda kufanya vita ya kidini. Na hapo ndipo kiini cha vita zote. Kwa hiyo lazima tujipange. Kama mataifa yameshindwa katika vita vya kiuchumi dhidi ya Marekani, ni dhahiri kwamba kama hayajamtumaini Kristo, kama mtu hajamtumaini Kristo, atashindwa pia katika vita hii ya kidini. Kwa hiyo kama maandiko ambayo yamesema, wale ambao majina yao yatakuwa katika kitabu cha mwana kondoo ndio watakaoshinda. Tupiganie jambo hilo. Mwamini Yesu Kristo, uvikwe haki yake, upate ushindi dhidi ya dhambi na majaribu yote. Jipatie kitabu hiki, utaweka tu komenti yako hapo chini kama unahitaji kitabu. Itakusaidia sana. Ni unabii wa muhimu sana kusoma katika wakati huu wa mwisho. Bwana akubariki na uwe na wakati mwema. Anatusihi, atuita kwa upole, usikawie rafiki.